huko na tujaelezewa kwamba alifanya kosa gani kule kazini. Akaja akapata ajali barabarani, akagongwa akiwa na ile stress, akaumia upande huo wote, meno ikatoka huku. Hatuna bima ya afya mheshimiwa. Miaka yote huyu baba ametumikia nchi, alikuwa anaweza kuchoma kwa mwezi transformer 200. Akawa na uoni hafifu kwa sababu ya vitu alivyokuwa anapewa vile vya kuchomelea. Alichomelea muda mrefu, uoni wake ukawa ni hafifu. Tukamuuguza KCMC. KCMC alikaa, tukaendelea kumuuguza, mara nyingine tukawa tumeshindwa. Tukamrudisha nyumbani kwa sababu ya kulipa bima, kuonana na daktari inahitaji fedha nyingi. Mheshimiwa, niko chini ya miguu yako, naomba utusaidie. Tatizo hili lilitajwa hapa mwezi wa 12 kuingia Januari. Wakasema kwamba faili. Sasa mimi sina faili mheshimiwa, siwezi kuliita lile faili lije. Na pia siwezi kumwamini wakili akaenda. Ile ni kampuni kubwa, alianza tangia msingi, lakini sasa hivi anauone hafifu. Tumeshindwa kuwasomesha watoto vizuri kwa sababu wamebaki na ile faili na hatujui kwamba alikosea nini. Na pia kule kiwandani wanavyotaja, ilikuwa inatakiwa mimi nipate msaada wa wakili ambaye ana moyo kama wako. Sio wakili kwa sababu mimi sina uwezo wa kumlipa wakili, akienda kule anageuzwa moyo. Hata kwa upande wangu, yule baba yuko ndani haoni, uoni wake umekuwa ni hafifu. Mimi leo hata kanisani sikuingia. Nilikuwa nakufuatilia jinsi ambavyo unavyowasaidia watu kwenye sehemu mbalimbali. Sikuingia kanisani kwa kweli. Nilioga tu nikaamua kwamba nije nionane na wewe. Sasa mimi wananipa kibao. Kibao inanisaidia kitu gani? Na briefcase inanipa. Na kulikuwa na kikadi kama cha chekechea hivi ndio alimtengenezea. Miaka 30 ilikuwa kuna pesa alikuwa anapewa. Kuna mifuko 100 ya simenti na mabati. Nina nyumba mheshimiwa, huyu baba ametumika muda mrefu, nyumba inaingiza maji, nimeshindwa kurepea, watoto wangu shule wanadaiwa ada, sikuweza. Kwa hiyo imekuwa ni kitu kigumu sana kwangu. Kwa sababu huku ukienda kwenye nyasfa nyingine kwenda kudai haki, huwezi kupewa haki. Ile kiwanda ni kikubwa, inaweza ikamgeuza wakili moyo, mimi nisipate haki. Kwa hiyo mheshimiwa, haya nimekupata. Sasa njoo pembeni hapo uonane na Rasi waitishe hao watu wa kiwanda hicho, waitishe. Taasisi haiwezi ikawa haina mafaili. Watuambie details za huyo mama na watuambie staili ya huyo mfanyakazi wao. Watupe majawabu kabla sijamaliza ziara hapa Arusha. Tunapoenda kwenye majumuisho nipate na taarifa ya huyo mama. Sasa lile la ndugu yangu yule mwalimu, wewe ni mwalimu wa masomo gani? Mwalimu wa jiografia na sanaa ya lugha. Umeshaomba, umefanya application? Niko shortlisted. Uko shortlisted? Haya basi andikisha hivyo. Tutaandikisha pale kwa katibu. Umeshaandikisha? Weka na namba ya simu, weka na CV yako. Yes. Mheshimiwa Waziri Mkuu, asante sana kwa kutukumbuka watoto wako wa Arusha. Pole kwa safari. Najitambulisha, mimi naitwa Benedicta Michael Swai. Nilikuwa mfanyakazi wa Tanzania Motor Services kuanzia 1973 mpaka 2001 tarehe 31 Mei. Niko na wenzangu 195. Naomba nisome kwa mafupisho ili mengine nisisahau. Kampuni yetu ilibinafsishwa na hazina tarehe 31 Mei 2001 na msajili wa hazina na kurithi mali zote za shirika. Tangu wakati huo tumekuwa tukidai haki zetu kupitia mahakama ya Tanzania. Kuna baadhi ya madai hayo kiasi cha shilingi milioni 970,399,865.
Mahakama Kuu Tanzania iliagiza tulipwe ndani ya mwezi mmoja tangu tarehe 11 Julai 2024, lakini mpaka leo hii ni zaidi ya mwaka mmoja na nusu msajili wa hazina hajatulipa. Haya ni sehemu ya madai ya watu 82. Bado kuna madai mengine ya watu 191 ambao tunahangaikia kufuatilia mahakamani. Tuliwahi kufungua hii kesi husika civil application namba 251 ya 22 kwa jina Mikidadi Ulimwengu na wenzake, watu 190, ambao ndiye alikuwa mwenyekiti wetu wa kamati ya mafao, na mimi ni mjumbe mmojawapo mwanamke pekee katika hiyo kamati. Viongozi wetu wanaoshughulikia jambo hili wako Dar es Salaam na namba zao ninazo, na ndivyo basi nimeona mimi nije nikulilie kama baba, utusaidie tulipwe hizi hela, angalau basi katika uzee wetu na hizi nguvu chache ambazo Mwenyezi Mungu ametusalia tuweze kufanya vimiradi vidogo vidogo vajikwimu, tusiwe omba. Mheshimiwa Waziri Mkuu, niko mbele yako. Mnayo nakala ya hukumu? Ndio, viko kwa wao viongozi wetu wa Dar es Salaam na namba ziko hapa, maana wako karibu kule. Haya, njoo hapa onana na naibu waziri wa uwekezaji, mipango na uwekezaji, ambako msajili wa hazina yupo huko. Mheshimiwa naibu waziri, chukua mawasiliano haya, waambie wale ambao wako dawa kupatie nakala hiyo ya hukumu kwa WhatsApp, ili jioni tunavyokaa nipate hiyo milioni 900 na haya. Pata hizo namba hizo, wasiliana nao viongozi wa kutumie nyaraka hizo, na uongea na TIARA tupate mpango wako na mkakati gani wa kuwalipa hawa.